Mtakatifu wa marehemu Padre Yonas Jamhuri Mlewa kuzaliwa. Padre Yonas Mlewa alizaliwa tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 1965 katika kijiji cha Ikasi Sigati, wilaya ya Dodoma vijijini. Walihamia parokia ya Sanza, jimbo Katoliki Singida mwaka 1972 kwa ajili ya harakati ya kutafuta maisha. Wazazi: baba yake anaitwa Stefano Mlewa na mama anaitwa Cecilia Joseph. Padre Yonas Jamhuri Mlewa ni mtoto wa 3 kuzaliwa kwa wazazi wake kati ya watoto 5 batizo na kipaimara. Padre Yonas Jamhuri Mlewa alibatizwa na kupewa sakramenti ya kipaimara tarehe 25 mwezi wa 12 mwaka 1978, siku ya Krismasi, parokiani Sanza, jimbo Katoliki Singida. Elimu yake: darasa la kwanza hadi la 7 alisoma mwaka 1973 hadi mwaka 1979 katika shule ya msingi Sanza, Dodoma. Kidato cha kwanza hadi cha 4 alisoma mwaka 1980 hadi mwaka 1983 katika seminari ndogo ya Mtakatifu Patrisi Dumunyi, Singida. Kidato cha 5 na cha 6 alisoma mwaka 1984 hadi mwaka 1986 katika seminari ndogo ya Mtakatifu Maria Rubia, Bukoba. Seminari kuu mwaka 1986 hadi mwaka 1988, Padre Yonas Jamhuri Mlewa alipata elimu ya falsafa katika seminari kuu ya Mtakatifu Antonio wa Padua, Ntungamo, Bukoba. Mwaka 1988 hadi mwaka 1989 alijiunga na Jeshi la Kujenga Taifa, kambi ya Makutupora, Dodoma. Mwaka 1989 hadi mwaka 1990 aliendelea na malezi ya kipadre katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume, Kipalapala, Tabora, kwa masomo ya teolojia. Mwaka 1990 hadi mwaka 1993 Padre Yonas Mlewa alipelekwa Italia kusoma katika chuo kikuu cha Kipapa Urbaniana, Roma, na kuhitimu shahada ya uzamili. Mwaka 1993 hadi mwaka 1995 Padre Yonas Mlewa alisoma katika chuo kikuu cha Urbaniana, Roma, akijikita katika sheria za kanisa na kutunukiwa shahada ya licentiate katika sheria za kanisa. Shahada ya licentiate ni shahada ya kikanisa ambayo ni zaidi ya uzamili, kwani muhitimu anapewa kibali cha kufundisha katika vyuo vya kanisa Katoliki, tofauti na shahada ya kawaida ya uzamili. Mwaka 2009 hadi mwaka 2012 Padre Yonas Mlewa alisoma katika chuo kikuu cha Urbaniana, Roma, kwa masomo ya uzamivu au doctorate katika sheria za kanisa au canon law. Ushemasi: tarehe 17 mwezi wa 4 mwaka 1994 Padre Yonas Mlewa alipata daraja ya ushemasi katika kanisa la Collegio Urbano, Roma. Upadrisho: tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 1995 Padre Yonas Mlewa alipadrishwa katika parokia ya Sanza na Mwasham Benali Mabula, askofu wa kwanza wa jimbo Katoliki Singida. Mwaka 2020 Padre Yonas Mlewa aliadhimisha jubilei yake ya miaka 25 ya upadre.
Utume wake. Mwaka 1995 hadi mwaka 1996, Padre Yonas Mlewa alikuwa msaidizi wa paroko wa parokia Mtakatifu Vincent Paloti, Iguguno, Singida. Mwaka 1996 hadi mwaka 2000 alikuwa mlezi na mwalimu katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume, Kipalapala, Tabora. Mwaka 2000 hadi mwaka 2005 alikuwa katibu wa askofu wa jimbo Katoliki Singida na mjumbe wa kuteuliwa wa baraza la mapadre la jimbo. Mwaka 2005 hadi mwaka 2009 Padre Yonas Mlewa alikuwa wakili au makamu wa askofu wa jimbo Katoliki Singida na mjumbe wa mahakama ya majimbo katika jimbo kuu la Mwanza. Mwaka 2006 hadi mwaka 2009 Padre Yonas Mlewa alikuwa mkurugenzi wa katekesi jimboni Singida na mwalimu wa makatekista katika chuo cha makatekista cha Mtakatifu Bernard Misuna jimboni Singida. Tarehe 21 mwezi wa kwanza mwaka 2013 alikuwa mkuu wa tume ya ndoa na familia na hakimu wa mahakama ya ndoa hatua ya kwanza au first instance katika jimbo Katoliki Singida. Mwaka 2013 hadi mwaka 2016 Padre Yonas Mlewa alikuwa paroko wa parokia ya Kanisa Kuu la Moyo Mtakatifu wa Yesu Singida. Mwaka 2016 hadi mwaka 2025 Padre Yonas Mlewa alikuwa hakimu wa mahakama ya kanisa iliyoko Dodoma kwa ajili ya majimbo ya Dodoma, Singida na Kondoa, akiwa pia paroko wa parokia Mtakatifu Isidori Mkulima Makulu, jimbo kuu la Dodoma, mpaka mauti inamkuta. Utume mwingine ambao Padre Yonas Mlewa alifanya jimboni Singida ni kama ifuatavyo. Kwanza, alikuwa mkurugenzi wa utume wa walei jimboni Singida. Pili, alikuwa mshauri wa askofu kwa nyakati tofauti jimboni Singida. Tatu, kwa utaalamu wake wa sheria za kanisa na uchungaji, Padre Mlewa alishiriki katika kuandaa katiba ya shirika la masista wa Bikira Maria mtumishi mwaminifu wa Bwana lililoko Diagwa, Singida. Maradhi. Padre Yonas Mlewa alianza kuugua mwaka huu 2025, sasa mwanzoni mwa mwezi Agosti, akiwa anaendelea na shughuli zake za kitume parokiani kwake Makulu, jimbo kuu la Dodoma. Matibabu. Padre Yonas Mlewa alipatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya Benjamin Mkapa Dodoma, hospitali ya Rugambwa Dar es Salaam na hospitali ya rufaa ya taifa Muhimbili Dar es Salaam hadi mauti yalipomkuta saa 2 usiku tarehe 20 mwezi wa 10 mwaka 2025. Alionekana kuwa na tatizo la kansa ya damu au leukemia ambalo lilimfanya aishiwe nguvu na kulazwa kwa muda mrefu hospitalini, akiongezewa damu mara kwa mara bila kupata nafuu. Padre Yonas Mlewa ni mtu wa aina gani? Siku zote Padre Yonas Mlewa alipokuwa akifanya utume wake alionyesha ukarimu, ucheshi, tabasamu, uchapakazi, faraja, huruma na upendo mkubwa sana kwa wale aliokuwa akiwahudumia na wanajumuiya wenzake. Alithamini sana utume wake na aliufanya kwa umakini na bidii kubwa bila kuzembea. Alikuwa tayari wakati wote anapohitajika kwenda kutoa huduma. Alithamini sana wagonjwa na kuwahudumia vema. Kila mara padre huyu alionyesha uso wa furaha na tabasamu, kicheko na matumaini makubwa
hata wakati wa nyakati ngumu, akiwafariji na kuwatia moyo wenye huzuni. Hakika huyu alikuwa Kristo mwingine, kwani amevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo ameumaliza na imani ameilinda. Katika kufanya utume wake siku zote, Padre Yonas Mlewa aliongozwa na kauli mbiu aliyoiandika kwenye souvenir yake, akiongozwa na kauli mbiu hiyo ya upadre isemayo, kuyafanya mapenzi yako Mungu wangu ndiyo furaha yangu. Alichukua katika Zaburi ya 40 mstari wa 8. Kwa namna zake za tabasamu, furaha na kicheko, wema, utanashati, kuchangamana na wote, aliwavuta wengi kwake na kujipatia marafiki wengi, na wengi waliomwendea kutafuta ushauri. Kama ilivyo utamaduni wa mapadre wa jimbo letu, hata yeye ana majina kadhaa na mapadre wa rika zote. Mfano, aliwaita wenzake brother, rafiki, futa na kadhalika. Majina hayo ni mojawapo ya viashirio vya utamaduni wetu wa umoja na mapendo. Aidha, Padre Yonas Mlewa alikuwa baba mwema na asiye na makuu. Katika utume alikazania sana jumuiya ndogo za Kikristo, ujenzi wa makanisa ya vigango, uanzishwaji wa parokia mpya. Alipokuwa paroko wa kanisa kuu, kipaumbele chake cha uchungaji kilikuwa ni kuanzisha, kueneza na kuimarisha jumuiya ndogo za Kikristo. Aliamini kuwa ili kusimika misingi imara ya imani katika parokia na kufanikiwa katika utume, ni lazima jumuiya ziwe imara, hai na moto, na katika hili alifanikiwa. Sisi tulio na hazina hii tuko tu kama vyombo vya udongo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha ya Padre Yonas Mlewa, kwa utume wake, na tunamwombea ili Mungu ampe pumziko la amani huko mbinguni. Lakini pia tunawashukuru ninyi nyote mliokuja kumwaga, kumwombea na kumtakia kila la heri kwa ajili ya maisha anayotamani. Basi tumkaribishe Mashamba Askofu Mkuu kwa ajili ya kutuongozea ibada ya misa takatifu. Nawashukuru kwa kunitembelea kama wadau wa Breeze Online TV. Niwapongeze kwa kuanzisha chombo hiki ambacho kwa maoni yangu kinalo jukumu kubwa la kuinjilisha na pia la kuelimisha jamii kuhusu masuala mbalimbali ya msingi. Kujihusisha na mambo haya ni kuijali jamii na kuiwezesha kushughulikia yale yanayopaswa kufanyiwa kazi. Napenda kualika waamini wa Dar es Salaam, Wakristo wa Dar es Salaam na watu wote wenye mapenzi mema kuitambua Breeze Online TV kama chombo kinachotambulika na kinachokubalika, na hivyo kuwaunga mkono katika harakati za kutekeleza majukumu yao ya kutufikishia habari njema. Na mshukuru kila mmoja atakayewapokea na kuwapa ushirikiano unaotosheleza. Mungu awabariki na kuwalinda.